Nikukaribishe katika kipindi hiki maridhawa cha Yanga TV ambacho kinakujia kila Ijumaa saa 1 usiku, ukiwa ni wakati mwingine wa kujuza mambo mbalimbali ya klabu yako pendwa ya Yanga. Baada ya kupata ushindi katika michezo miwili iliyopita ya ligi kuu ya Vodacom dhidi ya Mbao FC na Alliance FC, kivumbi cha ushindi kikaendelea katika mchezo dhidi ya Simba. Hawa ni watani wa Yanga. Kuanzia kambini, wachezaji wa Yanga, timu ya wananchi, walionekana wakiwa na hari ya ushindi. Hawakuwa na wasiwasi hata kidogo, kwani hata walipowasili uwanjani walitulia na kuanza kujiandaa kwa mchezo. Hatimaye mtanange ukaanza na zilipita dakika 43 tu kabla ya Bernard Morrison BM33 kufanywa madhambi na Jonas Gerard Mkude nje kidogo tu eneo la hatari. Hiyo ilikuwa ni faulu ya 3 ya Mkude kwa Morrison, kijana mwenye umri wa miaka 27, akiwa amezaliwa Januari 25 ya mwaka 1993 huko nchini Ghana. Alitumia vizuri pigo la adhabu, wanalipiga moja kwa moja wavuni, akimzidi ujanja kipa wa Simba Aishi Salum Manula. Yanga ikawa mbele kwa bao 1-0. Hatua hiyo, hata timu zilipokwenda mapumziko na kurejea uwanjani, hakuna mabadiliko yaliweza kuzaa matunda. Hadi mwisho wa mchezo, Yanga ikatoka na ushindi wa bao 1-0. BM33 Bernard Morrison bado Mamza sema ni foul, free kick eneo zuri. Haruna alikuwa kwenye nafasi nzuri, Haruna Nionzima, lakini Bernard Morrison aliona anaweza kupaswa kuendelea nje ya 18. Gerard Mkude akamfanyia madhambi na mwamuzi amewapa Yanga faida. Tuone nini ambacho kitaenda kutokea. Bernard Morrison yuko pale pembeni ulipo mpira, lakini yuko Faisal Salum pia na Juma Abdul Jafar. Kuta wa Simba unapangwa maguu 10 ya mtu mzima, nawaambia rejea hapa. Kasi ya mchezo imekuwa kubwa. Kipindi cha kwanza kinaenda kuisha. Mashabiki waliojitokeza wanaweza wakawa wanauliza mnatuacha achaje? Aishi Manula anawaambia sogea kulia. Nafasi hiyo mwenye macho haambiwi tazama. Tazama nini kinatokea hapa. Bernard Morrison! BM33 Bernard Morrison anabadili scoreboard kwa free kick ya kigaidi, free kick ya viwango vya kimataifa. Anakwenda kutamana kwa Bernard, nimewapa hiyo, chukua chetu tumewachetua. Wako wapi Simba? Bernard Morrison wakati wa JPM anapunga mkono akamwambia mpo. Wananchi wananyanyuka hapa kushangilia bao la kuongoza. Free kick ya kimauaji. Aishi Salum Manula mabaki anashangaa, hana cha kufanya. Tazama, ameangalia mpira unakwenda, akasema bye. Mpira ule ndani ya kinyao. 1-0. Kasi ya mpira ilikuwa ni mita mingi sana kutokea nje ya 18. Bernard Morrison BM33, dabi yake ya kwanza kabisa Tanzania baada ya kupiga dabi pale South Africa kwenye PSL kati ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Anawatanguliza wananchi. Niliuliza, mashabiki walikuwa wanauliza mnatuachaje achaje kwenye dakika 45 za kwanza. Bernard Morrison anawajibu baada ya madhambi ya Jonas Gerard Mkude. Aishi Salum Manula ameenda, lakini ni vumbi kweusi kule, huwezi kuikuta. Bao lake la 3 katika ligi. Aliwafunga Lipuli, akawafunga Mbeya City, amehamia mtaa Msimbazi. Ushindi huu wa Yanga umefuta mwiko wa kutoifunga Simba tangu Februari 20 mwaka 2016 katika ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara. Ahadi zilikuwa nyingi kutoka kwa watu mbalimbali, wakiwemo wadhamini wa Yanga, klabu ya GSM ambayo kwa nyuma kuonyesha furaha yao ya ushindi huo dhidi ya Simba. Sisi kama wadhamini wa klabu ya Yanga tumefurahishwa sana na ushindi huu,
na ushindi huu ni sehemu ya faraja. Tukumbuke miaka mitatu iliyopita tujapata ushindi kutoka kwa klabu ya Simba. Na ushirika wetu sisi kwenye mahusiano na klabu ya Yanga lazima uendane na mafanikio. Na mafanikio ambayo klabu inaitaka ni aidha kuchukua ubingwa wa ligi kuu na pia kuchukua ubingwa wa kombe la FA ambalo mwisho wake itatupelekea sisi kama klabu ya Yanga kushiriki mashindano ya kimataifa. Tunazungumzia Champions League au Confederation. Kwa hiyo nafasi hizo mbili zote tunazihitaji. Tukiweza kupata ya ubingwa, tukachukua ubingwa wa Tanzania ambao utatupelekea mashindano ya kimataifa kama Champions, itakuwa ni jambo jema. La imeshindikana, basi Confederation ni sehemu ya pili ambayo tunaipa kipaumbele. Zaidi ya hapo tulikuwa tuna motisha kama wadhamini ambao tuliwaahidi wachezaji wa Yanga kuhakikisha kwamba inaleta chachu ya ushindi. Tukumbuke muda mrefu hatujawafunga wapinzani, na ahadi hizo ninavyozungumza tumeshazitekeleza. Wachezaji wamefanya kazi yao, benchi la ufundi limefanya kazi yao, na hayo maeneo mawili ambayo collectively yametuletea ushindi tumeweza kuwatimizia yale ambayo tulikuwa tumekubaliana. Zaidi ya hapo promotion yetu ya jezi bado inaendelea. Punguzo ambalo ni kubwa tulikuwa tumelitoa kwa ajili ya mechi ya Simba, lakini punguzo hilo bado linaendelea. Kwa hiyo tunawashauri watu waendelee kuenjoy punguzo hilo la bei, na niseme tu wazi linaweza pia likafika mahali tukazuia tukarudisha kwenye bei zetu za awali. Kwa hiyo hii naamini ni fursa kwa wana Yanga kupata nafasi ya kununua jezi zao katika punguzo hili la bei. Mfungaji pekee wa bao la Yanga, Morrison BM33, akapata nafasi ya kufanya shopping ya bwelere katika moja maduka GSM kutokana na kampuni hiyo kutambua mchango wake kwa klabu. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Kuelekea mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, kijana Twalibu Mbwembwe alionyesha uwezo mkubwa katika kutaja kikosi cha timu ya wananchi ya kutangaza soka. Hebu tujikumbushe kidogo. Kwake Enro Vincent Chikupe anapeleka mpira mbele kule. Haya sasa anaondoka Haruna pale anaika 1-2 vizuri kwa Juma Abdul. Juma Abdul anajaza Majalo kule. Hilo ni bao pili bwana. Yanga wanarudi tena kombani kwa mara nyingine tena. Kwa kutambua mapenzi ya kijana huyo wa Yanga, uongozi wa timu ya wananchi ukafikia uamuzi wa kumsafirisha Twalib kutoka Lindi hadi jijini Dar es Salaam ili aweze kushuhudia mchezo wa watani wa jadi. Na baada ya kutazama mchezo huo, Yanga ilishinda bao 1-0. Shabiki huyo kijana mwanafunzi wa sekondari alikabidhiwa zawadi ya baiskeli kutoka kwa wadhamini na kuanza safari ya kurejea Lindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema kwa kwanza kwa kupata ushindi wa goli 1-0 usio na makando wenye kuonyesha hadhi ya brand ya Young Africans, mpira mzuri, mashabiki wenye furaha, vibe, na hususan uwepo wa marais watatu kwenye mechi ya jana ya kihistoria. Na historia tumekwenda kuiandika baada ya watazamaji wa uwanjani kufika 60,000+. Ni rekodi ya pekee tokea uongozi wa Dr. Mshindo Msola na Dr. David Ruhago kuingia madarakani, na kwa namna ambavyo secretariat inafanya kazi. Napenda kutoa pongezi, kongole kwa timu ya Young Africans, kuanzia wachezaji, technical bench, kamati mbalimbali ambazo zinaiongoza Young Africans, na vile mashabiki, wanachama na media zote ambazo wamefanya contribution yao kwa 100% bila kupendelea. Tunashukuru hilo, na tunashukuru kwa ushindi ambao nilitamani ndani ya mazingira ambayo mimi nimeingia Young Africans tuweze kuwafunga, wasitufunge, kwa sababu makando tunapokuwepo ambao tunajua nini definition ya pure football hayawezi kuwepo. Na katika ahadi ambazo tuliweza kuziahidi kwa kijana wetu huyu, tulimwahidi usafiri wa kwenda na kurudi kutoka Kilwa. Ni shabiki
wetu ambaye alionyesha kupanga kikosi vizuri na akionyesha kwamba we young Africans ana imani na sisi na we are here for the new generation. Tukasema kabisa tumpe zawadi kama ambavyo tumeahidi, ya kwanza nauli ya kwenda na kurudi, malazi, pesa ya matumizi na namna ambavyo tunaweza tukaweka sawa kuhusiana na baskeli kwa ajili ya kumsaidia kwenda shule. Kwa hiyo hilo leo tumelitimiza. Tunatoa kongole kwa mashabiki wote na asanteni sana. Mungu wabariki media zote, wabariki wanahabari wote waliojitoa, hata waliokuwa wakiandika the positive way, hata negative way. Kwetu sisi ni entry ya sehemu ya kile ambacho tunataka kukifanya. Kwa hiyo hii ni shukrani za kipekee sana kwa mashabiki wa Young Africans popote walipo. Asante SportPesa, asante GSM, asante Taifa Gas na viongozi wengine wa Yanga. Viongozi wa Yanga waliniahidi kuwa watanileta nije kuitazama mechi ya Yanga dhidi ya Simba tarehe 8, na mimi nilifika hapa tarehe 7. Walipokea vizuri na waliniahidi baskeli ambayo itanisaidia katika shughuli zangu ndogo ndogo, na ahadi ile walioniahidi wameitimiza. Na washukuru sana viongozi wa Yanga na wadhamini wa Yanga. Hatari kwenye lango la Simba, Yanga anapata foul. Si maeneo mazuri kwa Simba, ni maeneo mazuri kupata pigaji wazuri wa foul. Anakwenda kupiga ile foul Bernard Morrison. Wape salam. Yanga moja Simba hajapata kitu. Yanga ile daima mbele nyuma mwiko. Wape salam kwa mara nyingine. Anawauliza Simba mupo? Simba mupo? Asante sana. I love you Yanga. Alhamis ya wiki hii Yanga ikacheza na KMC katika mwendelezo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, na matokeo yakawa ni kupoteza kwa bao 1-0. Katika mchezo huo bao pekee la KMC lilifungwa na Salim Aye Salim. Baada ya mchezo huo wa KMC, Yanga ikarejea mazoezini kujiandaa na mchezo dhidi ya Namungo FC ambao utachezwa Jumapili ya wiki hii huko Ruangwa mkoani Lindi. Kocha Luke Emeye ameendelea kutoa mbinu za ushindi kwa vijana wake, na hapa ofisa habari Hassan Bumbuli anaweka wazi kuhusu maandalizi ya mchezo dhidi ya Namungo FC. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba baada ya mchezo wetu na KMC akili yote imehamia kwenye mchezo wetu dhidi ya Namungo siku ya Jumapili, na hivi ninavyozungumza kikosi kimeondoka kwenda Namungo, na Jumamosi tutakuwa na mazoezi pale kwenye uwanja wa Kassim Majaliwa tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa Jumapili. Wachezaji 22 wameondoka kwenda huko Lindi huko Namungo kwa ajili ya mchezo huo. Maandalizi ni mazuri sana na tulifanya maandalizi ya jumla ya mechi zote 3, kwa maana kwamba tulikuwa tunajua baada ya game ya Simba tutakuwa na game ya KMC alafu tutakuwa na game ya Namungo kabla ya ligi kusimama. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri na tunaamini kwamba kwa namna yoyote ile sisi tunakwenda Namungo kama mashujaa, tunakwenda kupata point 3 licha ya uzuri ambao Namungo wamekuwa nayo. Na maandalizi yetu tumekuwa tunayafanya bila kuangalia mpinzani wetu ana matokeo ya namna gani. Sisi tunafanya maandalizi ya jumla, tunakiandaa kikosi chetu kwa uimara wake ili tuweze kupata matokeo kwenye mchezo ulioko mbele yetu. Kwa hiyo hatuangalii Namungo ana matokeo ya namna gani na hatuangalii record, kwa sababu hata kwa record Namungo sio timu ambayo inaweza kututetemesha sisi, kwa sababu tumecheza nayo mechi moja na tumewafunga kwenye kombe la FA msimu uliopita. Kwa hiyo tunakwenda kule tukiwa sisi ndo wababe kwenye uwanja wao wa nyumbani, na tunakwenda tukiamini kwamba tunakwenda kupata matokeo. Dhana kwamba timu ikilala Ruangwa inapoteza mchezo inapingwa na Yanga, kwani ina uhakika kufanya vizuri
hata kama itaweka kambi Ruangwa. Kumekuwa na dhana nyingi kuhusiana na timu ya Namungo, hasa kusema kwamba watu hawalali pale kwenye mji wa Ruangwa ambapo inatokea hii timu ya Namungo. Sisi tunasema kwamba kwa namna yoyote ile sisi tumejipanga nje na ndani ya uwanja. Tunaweza tukalala Lindi, tunaweza tukalala pale pale Ruangwa na hakuna kinachoweza kutubadilisha. Na ndio maana tunawaambia mashabiki wote walioko Lindi, walioko Ruangwa, walioko Masasi, Mtwara na Nyumbu kule ambako tulikwenda waje kwa wingi. Tunaamini Namungo hawana mashabiki. Mashabiki watakao kuja pale ni mashabiki wa Simba ambao wametoka kujeruhiwa. Yaani hata iweje sisi tunatoka kuwafunga. Kwa hiyo watakuja pale kuzomea, lakini sisi tunaamini tunakuja Ruangwa kwa ajili ya mashabiki wa Lindi, mashabiki wa Yanga wa Ruangwa, mashabiki wa Yanga wa Masasi na wapi. Njooni kwa wingi muishangilie timu yao. Tumekwisha wazima hapa Dar es Salaam, kwa hiyo hawawezi kutuzima huko ambako waliko hao mashabiki wa Simba ambao watakuja kuisupport Namungo. Kwa hiyo tuje kwa wingi, tuhakikishe tunaifunga Namungo, tunawafunga na wao walikuja kuwashangilia. I love you Yanga! Wakati kikosi cha Yanga ikiwa Lindi kwa mchezo dhidi ya Namungo, wanachama wa timu hiyo katika mkoa wa Lindi tawi la wabishi wao wamesema kikosi chao kitapata ushindi dhidi ya Namungo. Mashabiki hao wametamba kwamba wana uhakika Yanga itapata ushindi kwenye uwanja wa Majaliwa huko Ruangwa mkoani Lindi. Kimsingi ni kwamba hata kama hatuko vizuri katika kuelekea ubingwa, lakini tumejipanga vya kutosha. Tuhakikisha kila mechi iliyokuwepo mbele yetu tunashinda. Tuone kwamba mwisho wa ligi tufanye hesabu nani anakuwa bingwa, tuko nafasi ngapi. Lakini mechi ya kesho kutwa tumejipanga kwa ajili ya ushindi. Kwanza ulimuona wapi mtoto wa mwaka mmoja anabeba gunia? Hiyo moja. Na kiatu cha mtoto havai mkubwa. Kwa hiyo Namungo hawezi kutuhangaisha. Ni mwana wetu, tumenzaa wenyewe, tumemlea wenyewe, tumemchezea wenyewe. Kwa hiyo hawezi kutuhangaisha hata siku moja. Nawapa salamu. 15 mambo mazuri. Wapenzi, wanachama, washabiki wa Keleketwa wategemee ushindi mnono kutoka kwa Yanga. Magoli yatakuwa 3. Jeuri yetu ni kwamba tumeweza kumuua mnyama bila kibali cha maliasili. Kwa hiyo kwa kuwa tumemuua mnyama bila kibali cha maliasili, yeyote atakaye kuja mbele yetu tunamlalua. Yana ukifika tu mji wa Lindi, kinywaji chao kikubwa ni alukasusu hii hapa. Tunawakaribisha siku ya 12 wakiingia. Na matumizi ya alukasusu hii. Hii matumizi ya alukasusi hii hapa hii. Watajua Namungo. Kwa Namungo na hapa salamu. Hii matumizi ya alukasusu hii itaenda kuisha kwa Namungo. Hii hapa. Matumizi yao ni kwa Yanga tu au kwa wachezaji? Hii wakishatumia watu wa wachezaji wa Yanga hii. Shughuli yake Namungo ataijua. Atakopigwa mtu 4-5 kwa matumizi hii ya alukasusi. Kwa wakifika tu watu wa Yanga hii. Karibu yangu kubwa hii ya alukasusi. Habari za Namungo nadhani ni kule tu sasa tuzijui Namungo ndio nani. Namungo tunavyojua sisi ni machimbo. Sasa afadhali wangalisema kwamba sisi fulani, lakini machimbo nani ataingia mashimoni sasa? Ndio maana wamesema Namungo sababu ni mashimo. Sasa tunakwenda kuwazika kabisa kwenye mashimo yao hayo. Mara sasa hatuna mzaha. Sisi hatuna mzaha kwa sababu Dar es Salaam wametuchezea sana sisi. Lakini tulifanya dawa kidogo tu kwa sababu tusiende. Wamekiona kwanza tumefufua au tuligundua watu wamefunga mailizi mifuko ilizi viunoni, mara mkononi, mara hivi wachukue hela. Maana kama ni mchezaji mzuri au kiongozi mzuri hawezi kanunua mechi. Sisi tumechezewa sana, yaani inatuuma sana sisi. Sasa na sisi tunataka iwaume. Na watalia na wengine watakufa. Nasikia wengine wako hospitali, goli moja wamekufa, wako hospitali kwa tunayo habari. Mara wao wanakuja kuchukua paka 4 weupe, tukafanya mipango paka hawakupatikana. Paka wale hawakupatikana. Wengine wakaenda msituni kufanyaje? Tukaambia kazi bure tu hiyo. Watu wamefanya mambo. Tukamwambia bwana mdogo, wewe Morrison wewe, fanya mambo. Na hilo goli leo kifunga alirudi na limerudi. Limepigwa goli pale, watu wamekenyua, watu wamemaliza kazi. Kwa hiyo ninachokuambia kwamba sisi
Namungo nampa pole sana, kwa sababu Namungo huko wangu huko mimi ndio nilikosoma kule. Ule uwanja wao, kuna mzee mmoja alikuwa Karieli, alikuwa ameusindika. Sasa mimi naujua na namjua kabisa aliyesindika ule uwanja. Nimwambia mzee huyu atakufa. Na mechi ya ile ya kwanza amekusikia kwamba kuna mzee mmoja amekufa ghafla. Nani asiyesikia? Hiyo ndio nasema ni kweli. Tumefunga ile goli la asubuhi, mzee hayupo. Sasa ninachosema kwamba Namungo nawapa pole. Hizo goli hizo kama ni 2 itakuwa bahati yao. Hiyo ni bahati, lakini inaweza zikapita hapo. Namungo wanakufa goli 3. Wajiandae 3-0. Mikakati ni mingi kama unavyoona, tupo kwenye vikao, tunapanga mipango kuhakikisha tunamngoa zile 3 alizoponyoka Simba kule juzi. Sasa anaenda kufa Namungo tarehe 15. Kitu kinachotipa jeuri kwa ajili sasa hivi kikosi chetu kimekamilika. Tulivyomnyoa mnyama Simba, basi wembe ule tutaugeuzia kwa Namungo. Ndio kwa maana anasema goli 2, manake mnyama tumenyoa kwa upande wa kwanza. Sasa tutaugeuzia upande wa pili, ndio tomnyoa Namungo. Namungo ni mdogo wetu, tumempandisha daraja wenyewe, lakini kwa hili hapa kwamba sisi tunataka tuwaoneshe kwamba mkubwa nani, mdogo nani. Kwa hiyo tarehe 15 wajipange Namungo kwa kupata kichapo cha goli 2-0. Tarehe 14 watakuja watu kutoka na Njilinji, Mongomongo, Nali na Vanga. Tutakutana kwenye tawi la Lindi mjini kwa ajili ya kuwapokea Yanga Afrika, na tumewatayarishia kuna korosho kidogo, kuna mabibo, kuna ming'oko na zile nyembe tutawapa. Manake nyembe ile pale tuliowapa Dar es Salaam kwa ajili ya kumnyoa mnyama umekufa makali yake. Kwa hiyo nyembe ya kunyoa Namungo wataikuta hapa, na inatoka kwa babu na Njilinji. Yanga daima mbele nyuma mwiko. Yanga daima mbele nyuma mwiko. Namungo Namungo kwisha. Namungo kwisha. Sisi hapa tumekutana hapa wanachama wa Yanga wafikishiwe salamu Namungo. Sisi tunachokwenda kufanya kule kumaliza shughuli. Ushindi kwetu ni muhimu. Goli 3 kama alivyosema mjumbe mwenzangu hapa. Hatuna masiala. Na wewe hapo ukawape taarifa. Usivute clip, iweke vizuri, mambo yawe shwari. Yanga daima mbele nyuma mwiko. Yanga daima mbele nyuma mwiko. Yanga daima mbele nyuma mwiko. Namungo 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 amekwisha. Na sasa tutazame mchakato wa mabadiliko wa uendeshaji wa Yanga ambao anaratibiwa na kamati maalum ya kufanikisha jambo hilo kubwa na lenye neema kwa timu hiyo ya wananchi. Transformation ni mfumo wa uendeshaji wa klabu za mpira. Kama tunafahamu sasa hivi klabu yetu inaendeshwa kupitia uongozi wa mwenyekiti ambaye yuko madarakani Dr. Msola na makamu mwenyekiti, pamoja na kuwa na mtendaji mkuu ambaye ni katibu mkuu wa klabu. Lakini mpira wa kisasa umebadilika. Unatoka kwenye mfumo huo na kwenda kwenye mfumo wa kisasa ambao mfumo huo unaruhusu uwekezaji na unaruhusu wanachama kumiliki klabu yao. Tunajua utaratibu ambao umekuwa ukitengenezwa wa kuruhusu wanachama kumiliki vilabu vyao, na tunajua Yanga na Simba ni vilabu vya wanachama. Na sisi kama GSM tukasema tusaidie kwenye utaratibu huo wa klabu yetu bado kuendelea kumilikiwa na wanachama, lakini tuweze kubadilisha utaratibu wa uendeshaji wa klabu. Kwa mfano, dunia sasa vilabu vingi ambavyo vimeendelea duniani vinaendeshwa na marais na sio wenyekiti. Utaratibu sahihi wa kufanya transformation unahitaji mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuwa na taaluma sahihi ya kufanya transformation hiyo, ndio maana tunatafuta wataalamu. Lakini jambo la pili ni kuwa na fedha za kufanyia hiyo transformation, kwa maana ya funds. Huwezi kufanya transformation kama hiyo kama hauna fedha za kuwezesha huo mradi. Na jambo la tatu ni kuwa na idara maalum ya transformation, kwa maana ya project team. So sisi kama GSM tumechukua nafasi hii kuisaidia klabu ya Yanga kuwekeza katika hayo mambo matatu. Kwa hiyo tutampata mtaalamu ambaye atakayekuja kufanya transformation na kumlipa,
lakini eneo la pili ni la kupata fedha kwa ajili ya facilitate hiyo process ya transformation, na eneo la tatu ni kuwa na waajiriwa sahihi ambao akiamka asubuhi, akilala anawaza transformation. Naamini kuwa na hivyo vitu vitatu, transformation yetu itakuwa more effective, kwa maana ya utendaji utakuwa mzuri, lakini la pili pia haitachukua muda mrefu kufanya hiyo transformation. Tutazame mahojiano mafupi na beki wa Yanga Lamine Moro Jeba. Huyu amekuwa akionekana katika kikosi cha kwanza mara kwa mara, akitengeneza pacha nzuri na Kevin Yondan. Sio Yondan pekee, Moro, raia wa Ghana mwenye umri wa miaka 25, anaweza pia kucheza na Endoro Vincent Chikupe, hali kadhalika pia na Ali Mtoni Sonso, bila kumsahau Saidi Juma Ali Makapu. Yanga is a big team. When it comes to Africa, Yanga is a big team. Yanga ni timu kubwa barani Afrika na hili kila mmoja analijua. Kuja kwangu katika timu hii, kocha mwenye Zahera anahusika sana. Yeye ndiye alinishawishi kujiunga na Yanga. Zahera aliniambia mambo mengi kuhusu Yanga. Huyu niliwahi kufanya naye kazi Zambia. Alinipigia simu baada ya mkataba wangu kuisha, akanambia anataka tufanye naye kazi. Akasema anataka nije Yanga, kwani ni nafasi yangu ya kuonyesha kipaji changu katika nchi nyingine ya Afrika. Na akanambia nitafaidi kwa kiwango changu nitakachokionyesha. Binafsi nikaona ni ofa nzuri kwangu na nikamwambia aniambie kitu kuhusu Yanga, maana sikuwa naifahamu kabisa. Akanieleza mambo mengi, nami nikachukua uamuzi wa kukubali kujiunga na Yanga. Niligundua Yanga ni timu kubwa, hivyo naenda kujiunga na timu ya hali ya juu, timu nzuri na timu kubwa Afrika, sio tu Tanzania. Hivyo ndivyo vitu vilivyonishawishi kuja Yanga. Kuhusu Sadney, yeye tulicheza wote huko nyuma, pia tulikuja wote katika majaribio Simba, na tangu hapo tukawa kama mtu na kaka yake. Baada ya hapo Zahera akamuona na akanipigia simu akimuulizia. Zahera aliniuliza kama namjua Sadney, nikamjibu ndio, namfahamu, ni mchezaji mzuri. Akanambia anataka kuzungumza naye, maana wanamhitaji ajiunge na Yanga. Alisema Sadney ni mpambanaji, hivyo angeweza kuisaidia Yanga. Nikazungumza na Sadney na yeye akanambia sawa, hakuna tatizo la kujiunga na Yanga, kwani hakuwa na timu kwa wakati huo, japokuwa mkononi alikuwa na ofa nyingi kweli. So tukafikia mwafaka wa kuzungumza na kocha na nikampa namba yake. Baadaye wakazungumza na akakubali kujiunga na Yanga. Soka la Tanzania, kiukweli soka la Tanzania lipo juu sana ukilinganisha na nchi nyingine ndogo za bara hili. Unajua nimecheza nchi nyingi kidogo za Afrika na ligi zao ni za kawaida mno, lakini nisema wazi kuwa soka la Tanzania lipo juu kwa kweli. Kila mechi ya Yanga ni kubwa, yani hakuna mechi ndogo, na unaweza kuona hii mechi ni ndogo lakini mkapoteza. Hivyo kwangu soka la Tanzania ni bora sana. Yani ukiona mashabiki walivyo na hamasa, ni balaa tupu kwa mtaani. Mashabiki wanavutia sana, lakini utamu unaweza kuharibika kwa kitu kidogo tu pindi mnapopoteza, kwani mashabiki wanabadilika na kuona mjulo lote lile. Hapa huwa inakuwa noma kweli, mashabiki wanakasirika kupita kiasi. Aliyo ikitokea, wewe kama mchezaji wa kulipwa, unatakiwa kwanza kukubali kwamba hamkutimiza wajibu wenu uwanjani mpaka mkafungwa. Hapa unatakiwa kutambua thamani ya mashabiki kwa kuungana nao katika majonzi. Hakuna haja kulaumiana. Bila mashabiki kazi yetu inakuwa sawa na bure. Ndio maana nasema soka la Tanzania linavutia tena sana, na kote nilikocheza katika Afrika naweza kusema soka la Afrika linabaki kuwa juu. Mungu alibariki soka la Tanzania. Tanzania is fantastic. God bless Tanzania football. Naam, hii ndiyo Yanga, timu ya wananchi. Wekezaji ni wananchi wenyewe. Kamwe hatukati tamaa.